Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tuzungumze juu ya hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, hawa ni baadhi ya mastaa ambao waliweza kufika siku ya jana kwa Wema Sepetu kuampa pole juu ya kufiwa na mbwa wake Manunu. Juu ya kufiwa na mbwa wake Manunu. Hapa Whozu bwana ameweza kuposti hii video. Hawa ni baadhi ya mastaki na Shamsa Ford walikuwepo pale, naona bwana, na watu wengine kadha wa kadha, kina Dulsax walikuwepo pale. So naona bwana, so wao waliweza kufika pale kumpa pole Wema Sepetu kwa kufiwa na mbwa wake Manunu. Hili jambo watu kuna baadhi ya watu walichukulia katika usiriasi mkubwa, lakini kuna watu ambao wanachukulia kwenye mzaa, unajua zile wanachukulia mzaa na nini, lakini kuna watu ambao walichukulia serious kabisa. Mtu kama Dulsax aliweza kufika pale, kina Shamsa Ford na watu wengine waweza kufika hapo. Whozu bwana hapa amepost na kusema hao ni baadhi ya familia watu wa karibu kabisa na Wema Sepetu walioweza kufika pale kuwapatia pole Whozu pamoja na Wema Sepetu kwa kufiwa na mbwa wao. Naona bwana. Kwa jambo hili ni la kitaifa jamani. Hili jambo ni la kitaifa jamani. Unaona bwana. So hapa maoni ya watu ni mengi baada ya kuwa watu bwana wameweza kufika msibani siku ya jana. Watu bwana wamefika pia katika kumzika Manunu. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba ni kiumbe ambacho watu bwana walikifahamu, kwa wale watu wa karibu walikifahamu, lakini kama haukuwa kama Wema Sepetu alivyosema kuwa kama wewe haujawahi kuwa karibu na Manunu au si mpenzi wa mbwa au hujawahi kufuga mbwa, basi huwezi kuelewa uchungu wake. Huyu anasema kwamba anasema hii sasa nchi hii bwana, stress uzitake tuwe mwenyewe. Nchi bwana hii stress uzitake tuwe mwenyewe. Huyu anasema kwa kweli stress uzipate mwenyewe. Kwa sababu kabisa yani huyu anasema kweli kabisa stress uzitake we mwenyewe. Kwa sababu kwamba zamani nilikuwa nasema hivyo, ila kumbe ukiuguza dada hasa awe baba amefariki, umebaki na mama, alafu awe hali mbaya, stress zinakuja tu hata iweje. Hiki kipindi Mungu amjalie mama angu apone, apone. Anasema kwamba kufanikisha mpaka milioni na sijui naipata wapi. Mungu amjalie mama angu apone, kufanikisha ni mpaka milioni na sijui naipata wapi. So hapo watu wamempa pole na nini huyu aliyeandika hivyo. So anasema kuwa stress lazima uzipate tu kwa sababu tayari yuko na majanga. Lakini hapo watu wanasema stress labda uzitake mwenyewe kwa wale wote kwa wale ambao hawana majanga yoyote yale. Kwa stress kwa kweli inakuwa ukiingia mtandaoni huko unavyokutana na vitu tofauti unabaki unacheka tu. Kwa stress kwa kweli unabaki kuzisikilizia kwa mbali. Huyu akaja akasema tuliosoma naye jamani, utaratibu upoje? Huyu akaja akasema jamani, mimi sitaki kucheka, nipo kwenye majonzi, kwa sababu kwamba wanafunzi wote watakuwa na sehemu yao ya kukaa. Huyu anasema kesho tukutane tuongelee hili swala. Huyu akaja akasema hivi, mnajua jamani, sitaki kucheka. Nasema kwamba mimi nina stress. Huyu anasema hata mimi pia, kwa sababu kwamba tupo kwenye maombolezo, hairuhusiwi kucheka. Huyu akaja akasema hii dunia bwana kuna sehemu imebomoka walai. Hii dunia kuna sehemu imebomoka walai. Kwa sababu kwamba mkiambiwa afya ya akili ni janga kubwa, basi muwe mnaelewa. Mkiambiwa afya ya akili ni janga kubwa, basi muwe mnaelewa. So watu wanahisi kuwa Wema Sepetu ana ugonjwa wa afya ya akili. Kwa sababu kwamba mimi kwa fikra zangu Wema mimba imetoka, wameficha ili watu wasishangilie. Kwa hivyo wambea watatuletea habari si muda mrefu. Anasema nyinyi kunyweni mtoli, nyama ziko chini. So hapa anahisi kuwa hii ni kiki, eti mimba ya Wema Sepetu imeharibika. Huyu akaja akasema kwamba nasemaje huyo? Anasema baadhi ya ndugu wa karibu
kwa sababu kwamba hao wengi wamekuja Manunu mimba ina miezi mingapi? Kwamba hao wengi wamekuja by the way, alikuwa anamaanisha kwamba hao wengi wamekuja kujua mimba ina miezi mingapi, sio msiba wa mbwa. Anasema ipo au haipo mimba ya Wema Sepetu, ndio kitu ambacho amekuja kuangalia. Uyakaja akasema ila Wema bwana anakufuru sana ise. Uyakaja akasema sana tena sana, anafanya kitu cha ajabu sana. Kwa sababu kwamba msiba upo wapi jamani, tunataka kuja na sisi wananchi wa kawaida. Uyakaja akasema ujinga tu. Kwa hiyo hapo wameenda kumpa pole Wema, sio? Ila hii bongo bwana, ukifa na stress umetaka mwenyewe. Kwa sababu kwamba itakuwa inatakiwa wapelekwe hospitali wakapimwa kwanza akili. Yakaja akasema kuwa inahuzunisha kwa kweli yani. Kwa sababu kwamba nataka mwandishi amhoji Shamsa Ford, akacheka kweli kweli. Yeye anasema kwamba Chizi anachekesha kama hatokei kwenu. Yakaja akasema kwa mbira Wema Sepetu. Huyu anasema kwa hiyo na wao pia kweli wameenda kumzika Manunu, sio? Huyu anasema kwamba aisee dunia bwana hii, kwamba aisee dunia bwana hii mna akili kweli nyie? Kwamba dunia bwana kweli hii mna akili kweli nyie? Okay. Uyakaja akasema ratiba ya mazishi jamani natoka mapema na Manunu ataagwa pale Leaders. Uyakaja akasema taifa linapitia mengi sana hili. Taifa linapitia mengi sana hili. Kwa hiki moja za kucheka kweli kweli.